بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, namshukuru Mwenyezi Mungu, mshukuru Allah Jalla Jalalu na kumtakia rehma na amani mwalimu wetu, kiongozi wetu Mtume Muhammad. Na nichukue fursa hii kuwakaribisha nyote katika mada yetu ambayo itakuwa na wachangiaji wawili kama wachangiaji wakuu, lakini nyote kama washiriki mnayo nafasi au mtakuwa na nafasi ya kuweza kuchangia juu ya mada hii kwa kadiri muda utakavyoturuhusu. Mimi mzungumzaji wako ni Khalfan Abdallah, ni mshauri na ni mwalimu katika masala ya kifedha ya Kiislamu na uchumi wa Kiislamu na masala ya uendeshaji wa biashara kwa misingi ya sharia. Na baada ya kujitambulisha, nichukue pia fursa hii kuwashukuru wazungumzaji wetu wakuu wa leo, Sheikh Muhammad Isa ambaye hahitaji kutambulishwa, lakini kwa ufupi tu yeye ni, ni Sheikh, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na ni mkurugenzi wa shirika la Yusra, Takaful Yusra Sukuk. Kwa hivyo ni mwalimu na ni mshauri vilevile wa masuala ya kifedha ya Kiislamu, na ni mdau mkubwa wa masuala mbalimbali ya kidawa hapa nchini. Ndugu yetu Suleiman Abdallah ni katika vijana wa Kiislamu ambao wamekuwa wakijihusisha na shughuli mbalimbali ikiwemo vilevile kufundisha, kushauri katika masala ya miradi na masala mengine. Namfahamu alipokuwa NICE, sijui kama bado yuko NICE au amekwenda katika shirika jingine. Anaweza kutueleza hapo baadaye atakapokuwa anazungumza sasa hivi anafanya jambo gani. Kwa hivyo ni washukuru wazungumzaji wakuu kwa kukubali ndani ya muda mfupi kuja kushirikiana nami katika kuijadili mada hii kwa manufaa ya vijana wa Kiislamu na kwa Waislamu kwa ujumla. Hivyo basi bila kupoteza muda niwakaribishe japo kwa salamu, lakini pia nitoe udhuru kidogo. Sheikh Muhammad Isa japokuwa tuko naye, lakini atazungumza yeye baadaye kidogo. Kuna udhuru ambao uko nao, kwa hiyo anatufuatilia, lakini anaweza asiweze kusema chochote kwa sasa. Lakini Suleiman Abdallah, kama unanisikia, unaweza kuwasalimia washiriki na pengine ukaongezea pale ambapo nimepasahau, nimepaacha juu ya shughuli unazozifanya. Naam, shukrani sana brother Khalfan. Mi naitwa Suleiman Abdallah, ni mratibu mkuu wa program za Nama Foundation Tanzania, lakini pia ni msimamizi wa ofisi ya NICE Tanzania, sehemu ya NICE Global. Tunafanya sana kazi ya program za mafunzo, uwezeshaji pamoja na sapoti ya ushauri kwa taasisi zisizo za kiserikali pamoja na taasisi za elimu. Mimi kama nafasi yangu ni kama mshauri mwelekezi hasa masuala ya miradi na mipango, lakini kwa sasa hivi na ratibu na kusimamia ofisi hiyo. Kwa kifupi, huo ndo utambulisho wangu. Shukrani sana brother Khalfan. Asante sana, nashukuru. Kama nilivyosema awali, Sheikh Muhammad Isa atakuja kujumuika nasi mara tu atakapoweza kufanya hivyo. Tutajadili sisi kadri tutakavyoweza kutoa au kuchangia au kuamsha fikra katika maudhui hii, pengine ndani ya nusu saa hii, ili tuweze kutoa muda mrefu zaidi vile vile kwa washiriki ambao naamini nyote sote tunahusika na vijana. Vijana ni vijana wetu, na wengine ni sisi pia ni vijana, japokuwa katika rika
karibu tunakwenda kwenye fezi nyingine tena ya uzee, lakini bado ni katika umri huo. Wengine bado ni baina ya miaka 18 mpaka 35, bado ni kijana mpaka 40s. Yani kijana, japokuwa ni kijana late youth, tena kijana unakwenda katika uzee tena. Ala kuli hal, tutazungumza kwa uchache sasa tu kuiarifisha kidogo kabla ya ku, kuanza kuchangia juu ya mada yetu. Ni kwamba wote kwa mujibu wa takwimu ambazo zipo hewani, zipo katika kwa umma, ni kwamba nchini Tanzania vijana ni zaidi ya asilimia 65 ya watu wote. Na hapa vijana kwa maana ya baina ya miaka 15 mpaka 35. Kwa hivyo kama tutaongeza mpaka watu wa miaka 40 kama wao pia ni vijana, watavuka asilimia hiyo. Ala kulli hal, ni wazi ya kwamba vijana ni sehemu kubwa sana ya Watanzania, ya watu wote Tanzania. Wao ni nguvu kazi kubwa sana katika idadi ya watu wote Tanzania. Na kama vijana wanakabiliwa na changamoto mbalimbali, katika changamoto tatu ambazo zimefanyiwa utafiti na hata kuwasilishwa na waziri wa vijana alipokuwa akizungumza, akiwasilisha hotuba yake ya bajeti ya Wizara ya Vijana. Ametaja changamoto kuu tatu: ukosefu wa ajira, changamoto kubwa hii inayowakabili vijana wengi, wake kwa waume. Pili, nguvu kazi iliyopo ina upungufu wa ujuzi wa mahitaji wa soko la ajira, yani watu wanavyovijua au vile walivyosomea na ujuzi unaohitajika katika soko la ajira, kuna gap, kuna mismatch ya watu wanavyosomeshwa katika ngazi mbalimbali za kielimu na uhitaji wa ujuzi unaohitajika katika soko. Kwa hiyo hata hao ambao wanakuwa wana ujuzi na wamemaliza vyuo, lakini wakija katika kutafuta kazi, wanapofanyiwa interviews na majaribio mbalimbali, wanakuwa wanaonyesha kutokuwa na uwezo. Na nafikiri hii wote tunakumbuka, mwaka jana au juzi, tunakumbuka zile nafasi za ajira Qatar za kwenda kuendesha malori kule, ambapo vijana kadhaa wa Kitanzania walipata nafasi ya kuwa truck drivers. Na kwa vigezo vya kwetu hapa walionekana wamefuzu, wanajua kuendesha matruck hayo, lakini na matruck ambayo tunaendesha sisi huku ni haya ya manyo. Walipokwenda kule wakakutana na automatic na matruck ya kisasa, wengi wao wakafeli majaribio ya vitendo ya kuendesha matruck yale ambayo ni automatic na nini. Kwa hivyo na mifano iko mingi juu ya hili. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni changamoto ambayo ipo. Changamoto ya tatu ni vijana kutokidhi vigezo vilivyowekwa na taasisi za fedha katika kupata mikopo na mitaji. Kwa hivyo sisi leo hatutojadili haya yote ya ujuzi na ajira. Tunajikita tu kwenye ile eneo la tatu, hususan kwenye hii changamoto ya mikopo na mitaji. Tutajikita zaidi hapo, lakini tunatambua ya kwamba kuna changamoto hizi nyingine. Kwa ufupi sana, na hii ni utangulizi tu, ili tuje kuweza kuchangia vizuri kwa pamoja, ni kwamba juhudi katika eneo hili ni nyingi, la kuwawezesha vijana kupata mikopo na mitaji. Juhudi ni nyingi. Sekta ya umma, tumesikia juu ya mabilioni yaliyotengwa kwa ajili ya kukopesha vijana. Kuna 4% ya mikopo ya halmashauri kwa vijana. Kuna taasisi za kifedha za kiserikali ambazo
nazo zinatoa mikopo mbalimbali kwa vijana na wengineo. Na kuna uh, taasisi zisizokuwa za kifedha vile vile za kiserikali za kuwezesha wananchi. Program ni nyingi sana, tutaweza kutaja kila moja, lakini tunatambua ya kwamba kuna funds nyingi sana. Zingine ni zina aim katika elimu, nyingine zina aim, zina target mitaji na mikopo na kadhalika. Kadhalika sekta binafsi tunaona kuna corporate social responsibility za mashirika binafsi katika ima kuwezesha kwa njia moja mikopo au mitaji, kutoa mitaji, na vile vile program nyingine zinazohusiana na corporate social responsibility. Vile vile tunatambua kuna charitable foundations, taasisi za kiraia za kusaidia jamii, na vile vile tuna taasisi za kifedha. Kadhalika kuna taasisi zisizo za kifedha ambazo nazo zimekuwa ziki zikijishughulisha na masuala haya ya kutoa mikopo, au kutoa mitaji, hususan mitaji. Kwa hivyo ikiwemo vile vile family offices au family support. Ngazi ya familia pia haipaswi kupuuzwa, kwamba ni moja katika juhudi ambazo zipo. Watu ndani ya familia wanajaribu kusaidia vijana wao kwa namna moja au nyingine, kuweza kupata mitaji au kuweza kupata mikopo. Lakini pia kuna wale ambao kwa namna moja au nyingine familia zao hazina uwezo wa kuwa support, ambao wanahitaji kushikwa mikono na charitable foundations au hata na juhudi za sekta ya umma na kadhalika. Kwa hivyo swali kubwa ambalo tunajaribu leo kujiuliza, na tutawaomba wachangiaji mliopo muweze kujielekeza kulitafutia majibu, ni kwamba juhudi hizi ambazo zipo katika sekta ya umma na sekta binafsi zinakidhi mahitaji, na kwa kiwango gani juhudi inatakiwa iongezwe zaidi, ili kuweza kuhakikisha tunakabiliana na hii changamoto ya ukosefu wa mitaji na ukosefu wa fursa za mikopo. Sasa kwa kuanza na ndugu yetu Bwana Suleiman, nitamuuliza maswali machache ili kuweza kutufungulia mada yetu hii. Na swali la kwanza, najua yeye ni mfuatiliaji mzuri kabisa wa mambo mbalimbali nchini, na natumai atakuwa amesikia vizuri hotuba ya waziri wa vijana ambaye alitaja hizo changamoto, lakini pia ametaja ya kwamba kuna hizi bilioni 200 ambazo zitakuwa zinakopeshwa kwa vijana. Je, kama kijana wa Kiislamu amepokeaje habari hizi au juhudi hiyo, na je, anaona kunaweza kukawa na changamoto gani ambayo ipo katika juhudi hii ambayo tumeambiwa ya kwamba ni moja katika mwarobaini wa kuwasaidia vijana kupata mikopo ili kutatua changamoto hiyo. Karibu Bwana Suleiman, tungeanzia hapo, Asante sana brother lakini Khalfan. unaweza kwenda vile vile kwenye sekta binafsi, lakini tutaanzia hapo kwenye sekta ya umma. Juhudi hiyo tumeiona, tumeisikia, alafu unaweza vile vile kuangalia au kumulika kwenye juhudi katika sekta binafsi kwa uzoefu wako. Karibu sana. Asante sana. Kwanza nashukuru kwa kupewa nafasi hii kwa niaba ya vijana wengine, ndugu zangu katika imani wa Islam. Ni kweli, nafikiri ni hotuba ya pili tunasikia, na mara nyingi tumekuwa tukisikiliza kwa interest ya kuangalia ni position gani hotuba hizi za serikali zinatugusa sisi kama Waislamu,
na kwa upekee kama ambavyo umeuliza kuhusiana na hii hotuba iliyowasilishwa na waziri, wizara mpya hii, wizara ya vijana, wizara ya maendeleo ya vijana, na ajenda kubwa ilikuwa ni namna gani serikali ina 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 inajiweka katika nafasi ya kuweza kuwasaidia vijana. Na sasa sisi kama vijana wa Kiislamu ni kweli tumepokea hotuba hii ikiwa ni mwendelezo wa mjadala uliokuwepo kabla ya hotuba hii, baada ya serikali kuzindua rasmi hii fursa ya vijana. Nafikiri ni fursa ya nne kama sikosei. Fursa ya awali kabisa ilikuwa ni fursa ya vijana kupata asilimia kwa kupitia halmashauri na asilimia 4 kwa kila halmashauri. Nafikiri katika hotuba ya waziri wa TAMISEMI alizungumza hii, alisema kwamba takriban kuanzia mwaka 2024 mpaka sasa hivi takriban bilioni 118.03 zimetolewa kwa vikundi 8165 vya vijana, ambayo ni sawa na vijana 1044. Sasa kwa takwimu ambazo zimewasilishwa ambazo brother Khalfan alizigusia hapa ni takribani kama chini ya shilingi milioni 2 hivi kwa kijana ukigawanya kwa wastani. Hii si fursa ndogo, hii si jitihada ndogo, japo haijakidhi, kwa sababu ukiangalia ni sawasawa na asilimia kama 0.3 hivi ya idadi ya vijana wote nchini. 0.3 ya vijana ndo wamefikiwa na hii fursa ya mikopo ya halmashauri na ukitizama pia vile vile mikopo hii imepita katika awamu ya kwanza ambapo ilikuwa inatoka halmashauri moja kwa moja, sasa hivi inapita katika taasisi za kifedha. Sasa hapo ndo tatizo linapoanzia, ambalo nitaligusia baadaye kidogo. Lakini fursa hii ya pili ambayo imekuja ni mikopo kupitia Wizara ya Vijana. Nafikiri imeanzishwa idara maalum ama kitengo, ni mfuko maalum, hizi bilioni 200 zimekuja. Lakini sasa changamoto ya mwanzo ambayo iliwasilishwa, ambao baadhi yetu sisi tulipata access ya kutuma private message na kuwasiliana moja kwa moja na Dr. Nanauka, tulijaribu kuliraise hili. Sasa mapokeo yamekuwa tofauti kidogo, kwa sababu na nafikiri hapa ndo nafasi ambapo wataalamu wetu, mashekhe wetu, nimemwona brother Salum Lupande yupo hapa, katibu wetu wa Sifka, na wadau wengine, brother Khalfani, ambao tunaweza tukalibeba tukajaribu kuangalia namna gani tunalibeba, kwa sababu wenzetu wanavyopokea haya mambo wanapokea katika light message, ama wanapokea katika namna ambayo haina ufahamu mzuri. Ufahamu wa mwanzo ilikuwa inaonekana kwamba changamoto, kwa nini Waislamu tunaona hili kuna tatizo, walikuwa wanaona kwamba ni neno riba. Baadaye ufafanuzi kwa kupitia hotuba ya waziri ilikuja kwamba na ufafanuzi ambao ni kama kujaribu kutulainisha kusema kwamba tumeondoa ili neno riba na tumeweka gharama za uendeshaji. Sasa hapa ndo pale ambapo Waislamu tunakosa fursa, kwa sababu nafikiri tatizo kama inavyoonekana katika hii mikopo, na kwa sababu mikopo ya halmashauri imeenda katika taasisi za kifedha. Mikopo ya halmashauri sasa hivi inapita kwa kupitia taasisi za kifedha, na kuna gharama ambayo nafikiri sijafanya utafiti zaidi ni asilimia ngapi ama iko vipi, lakini kuna gharama ambayo hii mikopo taasisi za kifedha inaichaji. Lakini pia vile vile huu mfuko ambao umeanzishwa pia vile vile kwa kupitia pia vijana, mikopo hii masharti, miongoni mwa masharti ya vikundi, lazima mwanzo ilikuwa lazima iwe kikundi kilichosajiliwa, na usajili huu manake lazima uwe ni usajili rasmi. Lakini pili, uwe na akaunti benki, ulete dhamana na mradi uliopitishwa na maafisa wa serikali. Alafu unasubiri kama miezi 3 hivi mpaka 6 mchakato unakuwa. Sasa matatizo yameanza kuzuka kuanzia katika hili swala la vikundi. Kwanza kwa sababu kuweka mfumo katika vikundi katika namna kama hiyo ni moja ya changamoto ya kimfumo. Lakini pili, serikali ilifanyia kazi na kusema okay, sasa hivi wanaweza wakatoa mkopo kwa mtu mmoja mmoja, lakini sasa mikopo hii lazima uwe na akaunti ya benki. Ukitizama sisi kama Waislamu kuna benki ambazo na kuna mfumo wa benki ambao sisi hatuwezi kuamiliana nao. Hiyo iko moja kwa moja, kwa sababu benki nyingi zinaendeshwa na mfumo wa riba, hasa hizi benki ambazo serikali imekuwa ikifanya nazo kazi. Benki zetu hizi ambazo ziko full fledged au zina Islamic window
ni chache sana, na accessibility yake kuwafikia vijana, hasa kundi kubwa la vijana wa Kiislamu, bado imekuwa ni tatizo, hasa kwa Tanzania bara ambapo ndo huu mfuko upo unafanya kazi. Sasa hapa ndipo tunapokuja kuona kwamba uh, exclusion ya vijana wa Kiislamu, kukosekana kwa vijana wa Kiislamu, hasa wale vijana wanaojitambua, ni nafasi kubwa sana, na inakuwa kwamba kuna changamoto kubwa sana yao kutokushiriki katika hizi program, kutokana na serikali jinsi inavyojaribu kutengeneza mifumo ambayo si jumuishi, mfumo wa kupitia taasisi za kifedha ambazo si jumuishi, lakini mfumo ambao unakuwa na masharti na utaratibu ambao pia vile vile si jumuishi. Nafikiri kwa sababu shekhe yuko hapa na imezungumzwa pia mara nyingi sana, nafikiri si kificho tena, riba kwa namna yote itakapokuwa imewekwa, aidha kwa gharama ama kwa asilimia ama kwa kubadilishiwa hata jina, ni haramu katika Uislamu. Muislamu hatakiwi kujihusisha kabisa moja kwa moja. Kwa hiyo hatuwezi kuwekeza njia zetu za kuweza kutafuta maisha, kwa maana ya kujenga uchumi kwa kupitia njia ambayo tayari sisi, yule ambaye ametuumba amesema. Sasa hapa amesema kwamba haifai. Sasa hapa ndio pengo linapokuja na pengo hili, brother Khalfan na vijana wenzangu na ndugu zangu katika Islam, ni pale tutakuja kuona kwamba mfumo ama muundo wa mikopo hii, kwa sababu ukisikiliza hotuba ya waziri wa vijana, ukisikiliza waziri wa kilimo, waziri wa uvuvi, waziri wa viwanda, sehemu kubwa sana unakuja kuona kwamba Tanzania, na hasa 60% hii ambayo 60 na zaidi ya vijana, sehemu kubwa sana tuna changamoto ya kupata mitaji, na sehemu kubwa sana ambayo inaweza ikawa ni suluhisho la hii mitaji kwa zaidi ya 70 ni kwa kupitia njia ya mikopo, kwa sababu taasisi nyingi ambazo zinatoa mitaji, kwa sababu mitaji ina njia 3 mpaka 4 kama alivyotaja ndugu yangu Afani. Kuna njia ya kwanza ambayo ni ile njia binafsi ya ndani, aidha upewe na familia, ndugu, jamaa, ama wewe mwenyewe uweze kudunduliza fedha uweze kupata mtaji. Hii ni asilimia ndogo sana ambayo wengi wetu tunaweza kuitumia na kuweza kufanikiwa, hasa katika familia zetu hizi za Waswahili ambao ndo tunaanza kujikwamua katika kujenga jamii zetu na namna kama hivi. Lakini pia familia zetu hazina mfumo kama wenzetu wa Asia na Magharibi, kwamba kuna mfumo ambao umeshajengwa tangu mwanzo wa kurithishana na namna kama hiyo. Kwa hiyo hilo la kwanza, tunaanguka katika nafasi ndogo sana. Kwa hiyo nafasi ya pili ni ile ya kupata wahisani kama donors, wakaja wakatoa mitaji. Na hii kwa Afrika Mashariki hasa, wahisani wengi wamekuwa wamejikita katika kutoa vitu ambavyo ni in kind, katika namna ambayo it's not business. Kwa hiyo pia tuko katika nafasi ndogo sana, na sehemu nyingine ni hii ya serikali ambayo ndo tunaijadili hapa. Lakini nafasi ya 4 ni kwa kupitia private sector. Sasa private sector zimejikita katika biashara, na sehemu kubwa wanafanya biashara hizi ambazo wameziegemezea katika kupata faida kwa njia ya interest ama riba. Sasa hapa ndipo unaona nafasi ya Uislamu na nafasi ya vijana wa Uislamu na pengo lilipokuwa kubwa, kwa sababu hii zaidi takwimu ambazo sio rasmi, sisi ni zaidi ya 45% mpaka 50 huko ama zaidi, kwa sababu hatuna takwimu rasmi za idadi ngapi ni Waislamu. Lakini hii si asilimia ndogo hata kidogo, kwamba kwa hiyo na kundi kubwa sana linakuwa linaachwa, na ni kundi muhimu sana. Sasa hii ndio hali halisi, hii ndio changamoto iliyokuwepo, kwa sababu changamoto si tu kwamba tunakosa hii fursa, tunakuwa excluded, lakini changamoto hata wale wanaoingia katika huu mfumo uliokuwepo sasa hivi, aidha ni Waislamu hata kama sio kwa Waislamu, kuna changamoto kubwa sana ambayo tunaipata kutokana na athari ya riba na gharama ambazo zinaongezwa kutokana na mifumo ambayo serikali ama sekta binafsi zinakuwa zinaiweka, ambayo inakuwa, mimi binafsi naiona kama ni kandamizi na pia vile vile si rafiki, na hasa huu mfumo wa kutoa pesa na kuhitaji ziada bila kujenga mifumo ya kiuwezeshaji, lakini mifumo ambayo pia vile vile ni rafiki na ya kiujenzi, kwa sababu maskini ukimpa pesa
Usipomwekea utaratibu mzuri wa namna gani ataweza kurudisha ile pesa, ukamwekea utaratibu wa namna kwamba asiporejesha kutakuwa kuna tozo, au hata akirejesha basi kutakuwa kuna ziada ambayo haujaifunganisha na msaada au kutokana na ile biashara anayofanya, hii inazidi kumuumiza. Na nafikiri kila mmoja atakuwa mikopo tulikopo nayo sasa hivi ya, ya, ya halmashauri imeonekana default kubwa sana, na hasa default kubwa sana imekuwa katika vikundi hivi viwili ambavyo vinapokea 4%, na hasa kikundi kimekuwa ambacho kina feli zaidi ni kikundi cha vijana, kwa sababu kuna vijana, kuna wanawake, alafu kuna 2% za watu wenye ulemavu. Vijana Asante, wamekuwa na changamoto kubwa sana. Naam. asante sana kwa mchango mzuri kabisa. Kwa kusummarize tu, umeonyesha kwamba changamoto iliyopo katika fursa zilizopo au juhudi zilizopo, moja ni swala la gharama, ndani yake kukiwa na swala zima la riba, swala la masharti ambayo ni ya kwa mfano kuwa kikundi kilichosajiliwa, na vile vile umeainisha changamoto nyingine ni benki kwa vijana wa Kiislamu, na ukiacha tu Watanzania wengi hawatumii huduma za kibenki, lakini inapokuja tena kwa vijana au kwa Waislamu, idadi hiyo inakuwa pengine ndogo zaidi, kutokana na kukosekana kwa zile huduma za Kiislamu au huduma jumuishi. Nafikiri hizi ni nukta tatu, lakini pia niongezee, na nafikiri na wewe utakubaliana nami kwamba hata hizi fursa zilizopo sasa hivi unatakiwa uandike andiko la kuomba, andiko la mradi au andiko la wazo la biashara na vitu kama hivi, na kunawezekana kabisa tunao vijana wetu hawana ujuzi wa kuandika haya maandiko. Je, hili wewe unalionaje? Lakini utajibu baada ya kumalizia nukta yangu nyingine ya pili, ambayo inazungumzwa kama ni changamoto na inawaathiri vijana wetu wa Kiislamu vile vile, ni swala la rushwa. Swala la rushwa au facilitation, au uwe na mtu wa kukushika mkono katika, kuna hisia kama hizi kwamba hususan katika juhudi za umma, juhudi zinazofanywa na sekta ya umma kwamba labda inabidi utoe kitu kidogo hapa na pale, au kuwe kuna msukumo wa mwanasiasa fulani ili kuweza kikundi chenu kuweza kupata. Sijui kwa kiasi gani unaona changamoto hizi mbili nilizoziongeza kwamba zinachangia vile vile kuwakosesha fursa vijana wa Kiislamu. Ni kweli brother Alfani. Nikianza na hili la Kwa la ufupi sana, kwa ufupi sana. yes, kwa ufupi, hili ni kweli, sehemu kubwa sana ya vijana wetu, hasa vijana wa Kiislamu. Mimi nipo katika hii industry hasa ya masuala ya mafunzo na nini, na tumekuwa tukifanya study mara nyingi sana, japo si rasmi. Taasisi zetu na hasa vijana wetu, vikundi, ufahamu wa jinsi ya kuandika, kuwasilisha maandiko ambayo yanaweza kutuwezesha bado ni changamoto. Hii ni changamoto kubwa sana, lakini ni changamoto ambayo kwa namna moja au nyingine iko ndani ya uwezo wa jinsi ya kuweza kuweka mifumo, kwa sababu ni jambo la kielimu. Kwa hiyo pia nayo imekuwa inatutoa. Lakini la pili, hili la rushwa, kweli Uislamu umekataza rushwa na hakuna namna yote ambayo nafikiri ni hadithi kabisa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekataza mwenye kutoa na mwenye kupokea pia rushwa, na si kwa hiyo sio kosa tu la kiserikali, ni kosa pia la kiimani. Kwa hiyo ambao inafika kuna pointi, japo na majina mengi yanayokuwa yanaitwa facilitation fees na nini, pia imekuwa inatutoa sana vijana wa Kiislamu, kwa sababu ni jambo ambalo halikubaliki na Uislamu. Asante sana. Nitafungua katika nukta hii kabla ya kwenda kwenye nukta ya mwisho ya uchangiaji. Shekhe, sijui kama unatusikia, uko pamoja nasi Sheikh Muhammad? Nakusikia brother Khalfan. Naam, Assalamu alaikum warahmatullahi ungependa wabarakatuh. kusikia kutoka kwako vile vile juu ya changamoto hizi.
Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza Karibu. nimshukuru, asante sana. Nimshukuru nani Suleiman, namna ambavyo amepita, ametadavua yale ambayo kwa kweli ukiyaona ndiyo changamoto zenyewe ambazo tunakabiliana. Mimi kwa upande wangu nilikuwa naliangalia hili jambo kwa namna mbili. Namna ya kwanza tuliangalie kiuchumi na kiutawala. Ukiliangalia kiuchumi, utakuwa unaona wazi namna ambavyo linapelekwa zaidi kisiasa kuliko nitumie neno kiutaalamu au kiujuzi. Unaona, linapelekwa zaidi kisiasa, kwa sababu sijaona miundombinu ambayo imewekwa madhubuti ya kuweza kutatua matatizo ya uwezeshaji kwa vijana, ima iwe hasa katika upande wa uchumi. Mfuko wa vijana ambao wizara mpya hii umeutangaza na namna ambavyo utakavyowawezesha vijana, kwa kweli mimi nadhani itakuwa ni zimamoto mno kutokana na yaliyotokea Oktoba 29. Wengine wakati tunatoa maoni yetu kwenye yaliyotokea Oktoba 29, tulisema wazi kwamba haya ni matokeo ya mfumo wetu wa elimu, jinsi ambavyo ulipohama kutoka sera za awali za ujamaa na kujitegemea tukapelekwa kwenye mfumo wa soko huria. Mahubiri yetu au objectives ya taasisi zetu za elimu yakabadilika, yakawa ni suala la kuandaa vijana kwa ajili ya soko la ajira. Sasa ukishawawekea vijana kichwani kwamba wao wanaandaliwa kwa ajili ya soko la ajira, na ajira yenyewe ni ile ya kuajiriwa kama mwajiriwa, sio kujiajiri, sio entrepreneurship, ujasiriamali, ni soko la ajira. Kwa maelfu wana graduate vijana kutoka kwenye vyuo vyetu, halafu wakifika huko mtaani sasa hakuna hizo ajira. Matokeo yake wanatembea na vyeti mpaka viatu vinachanika, bahasha zinabadilishwa na bado kazi haipatikani. Yakatokea yaliyotokea, pamoja na sababu nyingine nyingi. Mimi nilikuwa nawaambia watu wa tume ya Mheshimiwa Rais kwamba this was a ticking bomb. Suala la kukosekana kwa fedha za kuwezesha vijana, kukosekana kwa ajira, ilikuwa ni bomu linasubiriwa litalipuka lini. Vilivyotokea ni visababishi tu, kwa sababu bomu hili lilipuke, ima kuna mtu atabonyeza, au labda litakuwa limedondoshwa, au kama ni mabomu yale ya kuchoma mpaka uchome utambi, kuna mtu kaja kachoma utambi. Sasa hao waliona fursa tu. Kwa hivyo unaona kwamba hata hatua zinachukuliwa sasa hivi ni kama vile kujaribu kuona kwamba serikali inafanya jambo. Mimi I wanted them to be more serious. Ingefanyika study, kwa maana ya study ya kutosha ya kuangalia hivi challenge ni nini, na kama challenge hizi ni za kiuchumi, challenge za kiutendaji, challenge za kama nitakavyozieleza hapa, tunafanyaje sasa? Lakini matokeo yake tunatangaziwa tu mfuko na itaendeshwa hivi na nini. It will be another failure ninavyoona. Sasa moja ya matatizo yanayokabili mifuko ilipokuwa halmashauri na sasa hivi imepelekwa kwenye taasisi za fedha. Kule halmashauri ilikuwa 10% na imebaki hivyo 10% itengwe. Unataka 10% kwenye serikali za mitaa, kwenye mapato yao ambazo zenyewe nyingi hazina hata hizo funds za kutosha kuzitenga ziende kwa ajili ya vijana. Yani kuna inadequate funding sources for scaling. Bilioni 200 hizo bado ni triko, kama alivyozungumza Sulemani hapo. Kwa mtu mmoja anaweza kama milioni 2 tu. Milioni 2, huyu mtu anaenda kufanya nini na milioni 2? Kijana aliyepigika kimaisha, kijana pengine anafikiria kuoa, kijana. Kwa hiyo unakuta ni tatizo kwamba fund zenyewe hazitoshi. Pili, kuna bureaucratic hurdles, kuna vikwazo vya bureaucracy, urasimu
kama ulivyosema, ambako hii ukishaweka mikopo hiyo, mahala penye riziki pana fitina kubwa ya rushwa, fitina kubwa ya majungu, fitina kubwa ya upendeleo wa kidini, upendeleo wa kikanda, upendeleo wa kila kitu unaweka humo ndani. Sasa zamani haikuwa kule kwenye halmashauri, lakini imeletwa kwenye taasisi za fedha ili kuondoa kwenye halmashauri, ila masharti yaliyowekwa yanaleta mazingira yale yale. Na kama kwenye taasisi zetu za fedha haya mambo ya kwamba ili upate mkopo lazima utoe kitu ni ya kawaida kabisa. Kwa hiyo ni kama vile wametoa mfuko wa kulia wakaweka mfuko wa kushoto. Matatizo wameyatoa mfuko wa kulia wakaipeleka mfuko wa kushoto, na pia kutakuwa na matokeo ambayo yanaweza yakaja kuonyesha failure kubwa sana huko mbele. Jingine ni suala la iliyozungumzwa tayari, lack of project write up. Vijana wetu hasa sisi wa kwetu watakuwa hawana utaalamu wa kuandika hayo maandiko miradi, kwa hiyo itakuwa ni miradi ya watu. Sasa katika zile pesa wanazopewa milioni 5, anaweza akamwambia bwana, mimi ili nikuandikie mradi inatakiwa utoe milioni 2, na yeye hajui. Kwa hiyo ataona bora tu hata nitoe hizi hela ili nipate huo mkopo, utakuwa umepungua, lakini naweza nikafanya chochote kile. Kwa hiyo ni disaster in the making ninavyoona kwa upande huo. Ukienda pia vijana hawa hawana tu kukosa kuandika miradi hiyo, maandiko miradi, hawana pia business and entrepreneurship skills, hawana yani ujuzi wa maarifa ya biashara, wala hawana ujuzi wa hicho wanachotaka kwenda kufanya. Kwa hiyo itatolewa mikopo madhali mtu amekidhi vigezo vya kupata mkopo, lakini je, maarifa ya kwenda kutumia huo mkopo kibiashara, kiujuzi anao? Haya, hicho achilia mbali, nenda kwenye atatunzaje mahesabu, financial literacy. Vijana wetu hawana financial literacy. Kwa hiyo atatunzaje mahesabu mpaka awe na nidhamu ya fedha aweze kurejesha? Ndio maana utakuta loan repayment, urejeshaji wa mikopo iliyokuwa halmashauri wakati huo ilikuwa ni disaster. Yani kiwango cha hilo NPL mikopo ambayo haijalipwa ilikuwa ni disaster kwenye halmashauri, na tunaenda sasa kuipeleka kwa modeli huo. Sasa ukija kwenye upande wetu Waislamu, nimalizie tatizo ndio lilozungumzwa. Kwanza, mikopo yenyewe ipe jina unalotaka, uite ni service charge, uite sijui ni nini. Kwetu sisi bado ni riba tu, hakuna namna, unatutoa kwa maneno, huwezi kubadili msamiati. Riba kwetu ni mfumo, riba kwetu ni structure ya huo mkopo ikoje. Si swala la kubadili maneno kwamba sasa hivi tumeondoa neno riba, tumebandika neno faida, tumebandika neno labda gharama za mkopo, bado ni riba. Sasa ikishakuwa kuna riba tayari kwetu ni tatizo. Vijana wetu au hata sisi wenyewe tutawaambia jamani, msiende huko kwa sababu Mwenyezi Mungu kishatangaza vita na wala riba. Hicho kinaitwa self exclusion, tutajiondoa wenyewe. Lakini pia kwa sababu mfumo umekaa hivyo ulivyokaa, tunadhulumiwa. Yani hii ni kuvunja haki yetu ya kikatiba, kwa sababu mfumo unawekwa ambao tutalazimika sisi tu excluded, financial exclusion on Muslims. Unawatenga Waislamu kwenye mfuko, hawawezi kuja kwa sababu hiyo. Sasa mimi kifupi niishie hapa, naona ni tatizo bado, yani fande hazitoshi, mfumo ulivyowekwa hautosaidia vijana zaidi, utazalisha matatizo tu na ije kuwa disaster kubwa huko mbele. Asante sana. Asante sana, asante sana. Sasa tutajikita kidogo kwenye nini kifanyike. Tumeweza kuziona changamoto za juhudi zilizopo. Sasa tunahitaji kujaribu vile vile kujadili nini kifanyike, na moja katika juhudi ambazo tunasikia zinataka kufanywa kwa mujibu wa hotuba ya waziri wa vijana ni kwamba wanataka kuanzisha benki ya vijana, wanafanya utafiti kuanzisha benki ya vijana. Labda kwako wewe Bwana Abdallah Suleiman Abdallah, unaweza kuanzia, unafikiri kuanzisha benki ya vijana kutasaidia? Na je, nini kitu gani kingine kifanyike kuweza kuzitatua matatizo haya ambayo au changamoto hizi ambazo tumeziona hususan kwa vijana wa Kiislamu? Karibu Suleiman, alafu tutakuja kwa Sheikh Muhammad. Okay, shukran sana brother Khalfani. Naam. Okay, mimi kwa mtizamo wangu binafsi, nikianza na swala la benki,
whatever. Kabla sijaenda katika mfumo wa benki yenyewe ambayo itakuja kuanzishwa, serikali imekuwa na experience ya benki nyingi zinaanzishwa hasa kwa makundi maalum. Kuna benki imeanzishwa ya ushirika, wanawake na nini, lakini all in all zote hizi bado, kama benki hii itaanzishwa katika mfumo wa benki nyingine zilizoanzishwa nyuma huku, ambazo nyingi naziona bado hazijaweza kuwa successful katika kufikia malengo yale, naona serikali ama jamii yetu haiwezi kufanikiwa katika hili. Lakini pili, waziri amesema kwamba wizara itafanya utafiti wa uanzishaji wa hii benki. Kama utafiti huu utashirikisha makundi husika, hasa kama tulivyozungumza katika hii issue ya inclusion, kwa maana ya Waislamu pia kuwa na stake. Tukizungumza huu mfumo, sisi kama Waislamu hatuzungumzi tu kwa benefit ya Waislamu peke yake. Ni mfumo ambao tuna uhakika kabisa una manufaa zaidi pia hata kwa wasiokuwa Waislamu. Katika utafiti huu ukihusisha hili jambo, alafu ukaja na mbadala wa mfumo ambao sisi Waislamu tayari tumesha approve na kuona kwamba ni mfumo sahihi na ni mfumo ambao unakubaliana na jamii yetu na imani yetu, lakini pia vile vile na manufaa makubwa katika jamii, basi inaweza ikawa na tija. Lakini kinyume na hivyo, basi itakuwa ni jitihada zinafanyika tu kuonekana kama jitihada zimefanyika, na itakuwa kama vile vile alivyosema Sheikh Mohamed Isa zimamoto, kwamba kukitokea kelele ya ushirika, basi serikali inaanzisha benki ya ushirika. Kutokea kelele kwenye kilimo, inaanzisha benki ya kilimo. Kumetokea kelele kwa vijana, basi inaanzisha benki ya vijana. Nafikiri tukienda katika modality kama hatuwezi kwa sasa hii benki, mimi kwa mtizamo wangu mimi, kama itakuwa na sifa ambazo tunazifahamu sisi, ambazo tunaziona kwamba ni jumuishi, ambazo zitakuwa na ya kwanza kabisa ni mfumo wa kusaidia zaidi kuliko kuweka kipaumbele biashara, kwa sababu ili vijana, na hasa kwa nature ya vijana wa Tanzania, ukiangalia basis ya kuanzishwa hii mikopo ya halmashauri ilikuwa ni lengo la kuweza kusaidia. Serikali haikuwa na lengo la kutaka kuingia katika biashara. Lakini sasa hivi imeweka katika benki za biashara. Benki za biashara focus yao kubwa sana ni what's in for me, nini sisi tunapata, wao kama benki ya biashara. Kwa hiyo focus ikiwa hiko hivi, basi hatuwezi kufanikiwa. Sisi Waislamu tuna mfumo huu wa karadh. Mtu mwenye shida na mwenye changamoto hasa ya kiuchumi, ambayo ni changamoto kubwa sana vijana wamekopa nayo Tanzania, sio mtu sahihi wa kuweza kufanya naye biashara katika stage aliyokuwa nayo mwanzoni. Akitoka katika stage ya kuwa na shida, akaenda katika stage ya pili, ambayo pia katika mfumo wa Uislamu ipo, investment based au equity based. Tunayo hii murabaha, musharaka, ni mfumo ambao ni wa second stage. Kama benki itakuwa imeweka mfumo wa namna hiyo, basi inaweza ikawa si tu kuwasaidia, sio tu kwa ajili ya interest ya Uislamu, lakini pia kuwasaidia, kwa sababu haya makundi ninayozungumza ya vijana na hali zao za kiuchumi sio hali tu ya Waislamu peke yake. Sasa benki kama itazingatia matakwa kama hayo na wadau wakashiriki katika haya mafungo ambayo serikali inakuwa inayaweka, izingatie haya makundi katika hizi namna tofauti tofauti, katika namna, na pia wadau wakashiriki katika huu mfumo wa kibenki, kwa sababu tuna wadau wengine. Kwa mfano, tunasikia wahisani wakubwa wanafadhili program mbalimbali za vijana, wanafadhili program mbalimbali za uwezeshaji uchumi, wanawake, sio na makundi tofauti tofauti, wakiwekeza wote katika kuweza kusaidia na kukwamua hii benki inataka kwenda kuanzishwa, isiwe na focus zaidi ya kibiashara, iwe ni focus ya kuweza kuwasaidia vijana, basi inaweza. Lakini kutakapokuwa na hizo maturity stage, baadaye ikafika katika hizi stage za kuweza kufanya leasing, tunaona katika ijara na ikaweka hizo profit na ikawa na sell hizo asset na vitu vingine. Kwa sababu kwa mfano, brother Alfani, kijana ambaye anataka kufanya uvuvi, anataka kufanya biashara yake ya uvuvi au seremala, ukimpa fedha na ana changamoto nyingi sana katika jamii ambayo inamzunguka, ni aghalab sana akaacha kutatua sehemu ya changamoto zinazomzunguka yeye kwa wewe kumpa fedha, alafu ukataka kuja kumdai fedha na ziada, lazima unamtengenezea mfumo wa kuweza kufeli. Lakini ukimuuzia kitu ambacho moja kwa moja ataenda kukifanyia kazi,
umempa labda umempa chainsaw au umempa labda asset ile ya kuweza kurani ile biashara yake akaweza kugenerate, au umempa zile capital in terms of in kind material akaenda ukamwambia kwamba okay, nakuuzia katika mfumo kama hiyo, tayari unakuwa katika namna ya kuweza kumsaidia. Kwa hiyo inaweza ikawa pia ni solution mojawapo ya kuweza kuondoa hizi default nyingi zinazotokea, lakini pia na kutatua changamoto kubwa sana ya swala la dhamana, kwa sababu vijana wetu wengi hawana dhamana ambayo Asante. huwa inawekwa ni precondition ya kupata hii mikopo. Sasa benki kama itakuwa imetengenezwa katika mfumo kama huu, na mfumo ambao ni tunaona sisi ni rafiki, aidha ikawa katika namna ambayo kuna sharia, kuna bodi ambayo inakagua haya mambo, inakagua namna ya miradi inavyoenda na huu mfumo unavyokuwa unaenda, isiyo ni bodi tu kwa maana ya bodi ya ushauri, advisory bodi, ikawa ni sharia ya bodi ama ni bodi ambayo inasimamia misingi hii, inafanya kazi katika namna ya kuweza kweli kumsaidia kijana na ina meno katika haya mambo. Sasa tumeona pia bodi nyingi zinaanzishwa ni kama advisory tu bodi, hazina meno na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inaweza ikawa ni suluhisho kubwa katika hili swala la kuzungumza katika mojawapo ya suluhisho. Asante sana. Nafikiri Kwa hiyo yeah. unachosema, asante sana. Unachosema ni kwamba hii 4% iliyopelekwa kwenye benki, na kama benki hii itaanzishwa, haina budi kuzingatia uwezeshaji kwa misingi ya Kiislamu kwa ajili ya kuweza kutoa fursa kwa, kwanza, vijana wasione kwamba hapa wanakwenda kufanya jambo ambalo limeharamishwa, lakini pili ni hivyo vitu vingine kama dhamana vinahitaji vile vile kutazamwa. Na kwa hakika mimi naiona dhana ya kwenda kwenye benki katika mfumo tulionao ni ngumu sana. Benki ziko chini ya benki kuu, kuna guideline, regulations chungu nzima, na moja katika vitu ambavyo tuko navyo sisi sasa hivi ni lazima unapo regulate taasisi hizi za kifedha uwe na level playing field. Sasa ni kwamba taasisi yote itakapokuwa ina jina la kibenki inatakiwa ifuate sheria zile za kibenki. Labda kitakachotakiwa kifanywe ni kuja na sheria yake, benki hii ianzishwe kwa sheria yake, ianzishwe, iwekewe vigezo vyake, yani ili iweze kuwa tofauti. Kwa mfano, benki ili iweze kukopesha inabidi uwe mteja wa benki hiyo, ufungue account. Vile vile kuna mambo hayo ya dhamana, lazima kuwe kuna dhamana ndio uweze kukopesha. Kwa hiyo hii ni traditional banking, kitu ambacho huwezi kuwasaidia vijana katika hali ya sasa. Wengi wao hawana dhamana, wengi wao hawajui kubenki, hawabenki, lakini pia benki haziko walipo benki hii mpaka iwe na matawi mpaka huko maeneo ya chini, itafika lini huko? Inabanwa na masala ya mtaji wake. Benki ili ufungue matawi kila mahala nchini ni lazima swala la mtaji linazingatiwa, ufungui tu matawi. Kwa hiyo inarudi pale pale kwenye swala la kiutawala. Kwa hivyo ni fikra ngumu sana. Hata ukisema kwamba okay, haina riba, iwe haina riba, lakini kimuundo wa sheria za kibenki zilivyokaa sasa hivi hutosaidia vijana kwa namna ambayo tunadhani inaweza ikawa ndio tunakusudia. Haitoweza kufanikiwa. Ilikuwa na benki ya wanawake, na sasa hivi na benki ya ushirika, lakini masikitiko ni kwamba pamoja na juhudi za kuja na benki kama ya ushirika, bado Waislamu tumeachwa nyuma. Tulieleza mara nyingi kwamba benki hata ya ushirika, kwa kuwa kuna vyama vya ushirika ambavyo ni vya Waislamu, kuwe na uwezeshaji unaozingatia misingi ya kisheria, lakini tumepuuzwa. Naweza kusema hivyo, kwa kweli tumepuuzwa katika kuhakikisha benki za umma, benki za kiserikali zinakuwa na huduma hizi. Tunayo Tanzania Commercial Bank ambayo unaweza ukasema ni moja katika benki iliyoenea maeneo mengi, ambayo ni ya umma, ya serikali, lakini mpaka sasa hivi, pamoja na kuwafikishia mara kadhaa mawazo haya ya kuja na window, lakini pia hawajaweza kufanya hivyo. Kwa hivyo inafika mahala kwa kweli
unastaajabu kwa nini tunashindwa kuwa inclusive wakati tunaweza kujifunza ndani ya nchi juu ya mifumo tofauti ya kiuendeshaji wa kibenki ili watu wote waweze kunufaika nayo, na tunaweza kujifunza nje ya nchi pia kuona namna gani mifumo jumuishi kama ya Islamic banking inaweza kuwajumuisha watu wote. Kwa hivyo hiyo ilikuwa tu kuongezea kwamba fikra ya kuja na benki kwa kweli chini ya taratibu za kibenki zilizopo sasa tunazozijua sasa, itakuwa umeanzisha kitu tu, umekisema tumeanzisha, kweli kipo, lakini matunda ambayo yanatazamiwa yapatikane, tutakuwa tunajidanganya kwa kiasi kubwa sana. Ushauri uliwahi kutolewa na wenzetu kina Salum Awadhi kuwa na utaratibu wa fund of funds, kuwa na mfuko, okay, mfuko wa kitaifa kwa ajili ya jambo hili. Lakini inaonekana waziri hata hajatazama fursa hiyo, au pengine haijamfikia idea hiyo. Kwa hivyo ni bora kuweza kufanya utafiti katika masala ya funds zaidi kuliko utafiti kufanya katika masala ya benki ya vijana. Benki ya vijana kwa regulations zilizopo ni ngumu, na ukisema utaanzisha regulation yake peke yake uta create kitu ambacho kitakuwa not fair kwenye market, kwenye benki, kwenye sekta ya kibenki utakuwa so fair. Ukisema hii benki ya vijana iwe inaweza kufanya hivi, inaweza kufanya hivi, maanake unaziua benki za private sector. Private sector banking watakosa wateja. Pesa zote za wateja watu watapeleka kwenye benki hii ambayo inaonekana inawawezesha sana watu kirahisi. Kwa hivyo utaua competitiveness katika sekta ya kibenki, kwa sababu kuna benki moja inacheza kwa rules tofauti na benki nyingine, jambo ambalo hakuna regulator yoyote, hakuna policy maker yoyote ataweza entertain. So tutarudi pale pale tu kuwa na jibenki, lakini mambo ni yale yale, japokuwa tu itaitwa jina la benki ya vijana, lakini hakuna uhalisia wa solutions au products ambazo zinaendana na hali zao na uhalisia wao. Kwa hivyo hiyo ilikuwa tu nyongeza yangu katika kadhia. Nirudi kwako Sheikh Mohamed Isa ili tupate nafasi ya kuwaruhusu nao washiriki waweze kuchangia. Nini kifanyike? Yametajwa hapo mengine ya kufanyika, lakini mimi Bila shaka niseme ya wazo la kuongezea. kuanzisha. Halo? Naam, nakupata. Naam, wazo la kuanzisha benki ni wazo zuri, lakini mimi nadhani ni haya tuliyozungumza kwamba unapoanzisha jambo kwa ajili tu ya kutatua tatizo lililotokea, unaweza ukavuka baadhi ya hatua muhimu ambazo huwa zinatakiwa ili uanzishe jambo na likawa na matokeo chanya. Hayo uliyozungumza ni moja yanayotarajiwa kwa kuanzisha benki kwa ajili ya vijana kwa modeli huo. Mimi na imani kwamba ili hatukusikii, au sijui kama ni upande wangu tu. Sheikh Mohamed, hatukusikia. banking regulations, usimamizi wa benki zinazotoa huduma zisizokuwa za riba. Sasa unapoita regulation hizi za benki kuu, na tumelinungunikia hili jambo non interest banking regulation, maana yake unafinya yale mawanda ya Islamic banking. Kwanza unakwepa neno Islamic, hulitaki, and then unaufunga. Hata kama baada ya kukwepa unafunga huduma hizi ziwe ni kuhusu riba tu. Kwa hiyo mambo hayo mengine kama investment, vitu gani na nini, huja yazungumzia. Hivyo mimi ninavyoona hili swala la benki hili ya vijana linaweza likafikia kule kule tulikuwa tunazungumza, likazalisha tatizo badala ya kutatua tatizo. Sasa mengine umezungumza vizuri Suleiman, masuala
kuwa na uwezeshaji wa vijana. Mimi nizungumze kwetu sisi sasa, maana mara nyingi huwa tunaangalia tu kwa wengine, kwa serikali, kwa kama Waislamu hatuna cha kufanya kuhusu vijana wetu, kwa sababu mada ipo je, mitaji kwa vijana wa Kiislamu Sasa sisi hatuna cha kufanya kuhusu vijana wetu. Kwanza, ili kumalizia, tulikuwa na kijadili, mimi nilishauri waziri Mheshimiwa Nanauka na waziri wa ofisi ya Rais uwezeshaji, mipango na uwezeshaji, kwamba njia ya kutatua swala la funds kwa kuscale. Fund hazitoshi hizo, hata ulizotangaza bilioni 200 ni nini kwa vijana wa nchi hii nzima ambao they make up almost 40% Nikawaambia kwa nini mwaonaje, hakuwezi kuwauliza viongozi kwa nini, mwaonaje kwamba mwanzishe mfuko kwanza unaitwa Youth Economic Empowerment Fund, kama alivyokuwa amezungumza kina brother Khalfan, brother Salmawad, fund of the funds. Kwa hiyo Youth Economic Empowerment Fund, ili kupata fedha za Youth Economic Empowerment Fund hiyo, mtoe sukuku na nikaipa jina kabisa, Sovereign Youth Empowerment SRI sukuku, pepa kabisa brother Khalfan. Nimewasilisha nimewasilisha kwa vijana, waziri wa vijana, na imekwenda mpaka kwa mheshimiwa waziri wa ofisi ya Rais wa fedha na mipango, lakini hayatotekelezwa. Ni maneno tunayozungumza. Ndio maana nasema hebu turudi sisi Waislamu, tunaweza kufanya nini? Sisi tuna mfumo tuliowekewa na Mwenyezi Mungu, community based income economic empowerment. Ipo mfumo wa wakfu, zianzishwe aukafu for youth economic empowerment. Watu wa aukafu Tanzania, watu wa wakfu ya kule Tampro, zianzishwe aukafu for youth economic empowerment, segment ya mifuko yetu ya wakfu. Kuwe na zakat based economic empowerment, mfuko unaokusanya zaka ili kwa economically kusaidia vijana wetu. Halafu benki zetu hizi zinatoa huduma ya kibenki ya Kiislamu ziondoke kwenye kuhudumia 10% ya watu, kwa sababu ukitengeneza ile piramidi ya umaskini, benki zinahudumia pale juu tu 10%, 90% ya watu waziwahudumii, kwa sababu ya hayo Suleiman alikuwa anazungumza, collaterals manini. Hebu ziende kwenye kutumia zaidi social collateral kuliko kutumia asset collateral, kwa maana vijana kwenye vikundi ambavyo kunakuwa na microfinance hizo ambazo zinakuwa linked kwenye mabenki na microfinance zinakuwa linked kwenye SACCOS, mpaka tunamfikia mtu wa chini kule. Mikopo inakuwa ni ile ile, financing inakuwa ile ile, muraba mudharaba. Twende sasa kwenye mosaka irrigation, twende kwenye mozara kilimo, unaona, twende kwenye aina mbalimbali ambazo hazitumiki hapa nchini. Uislamu umejaa kila aina ya solution, lakini sukuku wakala bil istithmar kwa ajili sasa ya vijana wawezeshwe kupata fedha ya kufanya miradi yao mbalimbali. Mimi ndo mchango wangu. Naona solution haipo tu serikalini, ipo kwetu pia. Naam, ni sahihi kabisa, na hiyo ni nukta muhimu ambayo hatupaswi kuisahau hata siku moja. Na hapo kuna mengi ya kuongeza. Tunahitaji sana kuyasimamia hayo mambo ya wakfu. Kuna cash wakfu ambazo tumezianzisha, zinahitaji kupanuliwa kwa wigo wa maeneo ya kusaidia. Tuna hayatu cash wakfu ina maeneo fulani ya kusaidia. Tunahitaji kupanua wigo, lakini kupanua uhamasishaji, kupanua usimamizi kwa maana ya weledi katika usimamiaji wa vitu kama hivi. Tuna fursa ya zaka vile vile. Tunahitaji kuhuisha mafundisho haya ya Kiislamu ya wakfu ya zaka, ili katika maeneo yetu rasilimali hizi ziweze kupatikana, tuweze kuwasaidia vijana wetu mitaji au mikopo. Kadhalika leo kuna masala ya vikoba. Tunahitaji vile vile kuja pamoja, vikoba vya Kiislamu, watu waje pamoja, wajumuike pamoja, waweke akiba pamoja, waweze kuwezeshana kwa pamoja. Ni mafunzo ya Kiislamu haya, wataawanu ala albirri wattaqwa, shirikianeni katika mambo mazuri kama haya. Na katika kukopesha kuna fadhila kubwa, ni ibada kukopesha. Abu Dharri alipata kusema kwa mimi napenda kukopesha kuliko kutoa tu sadaka, mtu akachukua akaenda nayo. Kwa nini? Akasema sababu katika kukopesha
naweza kufanya ibada hii au kheri hii kwa watu wengi zaidi. Akaja huyu nikamkopesha, atakuja atarejesha, nitakuja mwingine nitamkopesha na kadhalika. Na hii iende kwako wewe na mimi pia, kwamba hata mimi na wewe vile vile tuweze kutenga sehemu ya vipesa vyetu tulivyo navyo kukopesha wengine, kukopesha vijana wetu, kukopesha wenzetu wanaohitaji mitaji ili waweze kuendelea mbele. Kwa hivyo tuna nafasi sisi wenyewe individually, lakini kitaasisi, katika misikiti yetu, katika jumuiya yetu, imefika sasa au ifike sasa kuwa ni wakati mwafaka kwamba kwenye taasisi zetu zote kuwe na vitengo vya namna gani ya kuwawezesha mitaji na mikopo vijana wa Kiislamu ambao wako chini ya taasisi hiyo au wanahudumiwa na malengo ya taasisi hiyo. Kwa hivyo hayo ni mambo muhimu kwa kweli tunahitaji kuyazingatia. Tukikaa tuseme tungojee serikali itusikilize katika haya ya kuondoa gharama, kuondoa riba na nini, itachukua muda mrefu sana, japokuwa ni haki yetu kabisa kusikilizwa katika kadhia hizi za mikopo hii ya bilioni 200, kuweka 5% pale ambayo ni riba kwetu, ukaita wewe gharama, inakuwa ni kikwazo kwetu. Na hilo linapaswa kwa kweli serikali waweze kulichukua na kushirikiana na wataalamu wa masuala ya kifedha ya Kiislamu kutafuta ufumbuzi wa jambo hilo. Muda umetupa mkono, lakini niliahidi wahudhuriaji kuweza kuchangia. Kwa hivyo nitatoa dakika chache wengine nao waweze kuchangia mada hii. Tutaweka dakika 10 kuweza kuwasikiza washiriki ambao wamejumuika nasi leo kuweza kutoa michango yenu. Nitaomba sana uchangie kwa mukhtasar, ili kama kuna wachangiaji wengine wote wapate fursa. Tukiweza kuchangia kila mmoja wetu, naona tuko karibu watu kadhaa hapa, itaboresha na kuongeza faida kwetu sote. Kwa hivyo ukipata nafasi ya kuchangia, tafadhali jaribu kufupisha, enda straight to the point, ili ukimaliza tupate mchango wa mtu mwingine. Naona mkono muda mrefu hapa wa Faraji Hoza, karibu. Waalaikum salam tula barakatu. Naam, unaweza kuchangia bwana. Hasani Abasi kutoka Changanyikeni. Naam. Kwanza kabisa ninashukuru sana Sheikh Alfani kwa mdahalo mzuri. Mimi nilikuwa na mawazo kama mawili matatu hivi. Wazo la kwanza ambalo nilikuwa nalo ni jamii yetu ya Kiislamu kuandaliwa kuwa tayari kwa ajili ya hizi fursa. Kwa mfano, zimetajwa changamoto za namna gani ambayo tunaweza tukafikia ile mitaji. Kwa mfano, changamoto ya uelewa wa masuala ya kifedha, masuala ya uandishi wa nani wa miradi, kwa sababu kwa mfano mikopo ya manispaa lazima uweze kuandika mradi, kuandika andiko lile, na vijana wengi unakuta kwenye misikiti yetu na nini hawawezi kufanya hizo shughuli. Hata kijana amemaliza chuo na nini, lakini unakuta kuandika andiko ambalo linaweza likakubalika, unakuta ni changamoto. Sasa sijajua tutafanyaje, lakini kama tunaweza kuandaa vijana, mimi nilikuwa na rai moja, kama tunaweza tukaandaa labda semina za mashehe au maimamu wa misikiti, tukiwafikishia wao elimu, inaweza kuwa ni rahisi kidogo kuishusha chini. Kwa mfano, hii elimu ya bwana, kuna mikopo na hii mikopo mahitaji yake ni 1 2 3, lakini wakati huo na yale ambayo yanahitajika watu wakaandaliwa kuelekezwa namna gani ya kuandaa. Maimamu wakifahamu, labda na viongozi wa misikiti wakifahamu, wao itakuwa ni rahisi kuwafikishia watu wa chini kule. Kwa hiyo kazi ni kubwa kweli kweli, kwa sababu hapa tunazungumza tuko Dar es Salaam, lakini jambo kama hili, mtu alikuwa Lushoto kule ndani, kijana wa kule amemaliza darasa la 7 au amemaliza form 4, hivi vitu kwa sababu hata akaunti ya benki unakuta hana, anaweza akavimanage kweli kuwa navyo ili kuweza kuzikamata hizi fursa.
Kwa hiyo rai yangu kwenye hili kwamba kama tungeweza kuandaa semina ya na imamu na viongozi wa misikiti katika kuwafikishia utayari kwamba bwana, tuandae vijana wetu wawe tayari. Kwa mfano kijana wa Kiislamu kama inawezekana awe na akaunti ya benki, awe nayo tayari, na kusiko benki za full fledged zingine zina windows za Islamic, ajitahidi kijana wa Kiislamu awe na akaunti ya benki, ndio utayari wenyewe huo, lakini awe anajua kuandika, awe hata ana mradi huko kichwani. Sababu kuna kijana mwingine Sheikh Alfani, unaweza una fedha leo hii unataka umwezeshe, lakini unataka kufanya nini? Hana kitu ambacho yuko nacho kichwani. Kama alivyosema Sheikh Muhammad Isa, nadhani tatizo la kimfumo kwamba tuliandaliwa kwa ajili ya kuajiriwa. Kwa hiyo leo ukimwambia ajira hamna, kwa hiyo tafuta kitu cha kufanya, aisee, ni kazi kubwa kweli kweli. Kwa hiyo unajikuta sasa unalazimika wewe mwezeshaji uangalie namna gani pia ya kumwezesha kimawazo, kwamba jaribu kufanya hiki, jaribu kufanya hiki, jaribu kufanya kile. Kwa hiyo kuandaa kwenye eneo hilo pia bwana, jitahidi uwe na mawazo fulani au kuwaonesha hata zile fursa, bwana, kuna fursa hii, kuna fursa hii sasa hivi kinchi, kuna fursa hii, kuna fursa hii. Kwa hiyo tunaweza tukafanya maeneo haya kwa ili hata inapotokezea sasa kuna hizi fedha zimefika, akaweza kuingia tayari na kitu ambacho tayari kichwani yuko nacho. Lakini kingine ninachotaka kuzungumza, alhamdulillah Sheikh Muhammad Isa ameanza kukizungumza cha na sisi jamii ya Kiislamu hatuna mchango wowote kusubiria serikali peke yake. Hii kwa kweli serikali inaweza kufanya, lakini ni kwa kiwango gani? Utakuta Tanzania na kundi la vijana ni kubwa sana, kwa hiyo unaweza ukakuta wanaofikiwa ni asilimia ndogo sana. Lakini je, jamii ya Kiislamu na sisi hatuwezi kuchangia hata 2, 3, 4 tukapunguza hilo wingi? Nadhani nimelizungumza kidogo, lakini mimi kwenye mawazo yangu pia kwenye hili, siku moja nishawahi kuzungumza na shehe wangu hapo, na misikiti yetu ya mjini hapa hivi, mfano msikiti Mtoro, sijui Idrisa, sijui misikiti kama ya nani ni misikiti ambayo ina nyumba kadhaa za wakfu. Kwa sehemu kama Kariakoo Posta kuwa na nyumba 5, 6 za wakfu, nadhani ni utajiri mkubwa sana kwenye kipindi kama hiki ambacho nazungumza cha masuala ya kutamalaki, masuala ya fursa za kifedha. Kuwa na nyumba 5, 6 ukifanya tu hata partnership kwa uwekezaji eneo kama la Kariakoo au Posta ni kipato kikubwa. Ni mawazo yangu, sijui wataalamu wenyewe mtaonaje, lakini tunaweza tukakaa na hii misikiti ambayo iko hapa mjini tukajaribu kuwashauri, hata kama wakafanya partnership, wakaangalia zile strength zao walizokuwa nazo, kafanyika kitu pale, ikawa ni kitu fulani kikubwa, ile capital itapatikana ikarudi sehemu kwenye jamii ya Kiislamu, hata kwenye eneo hilo walilokuwepo, wasifike mbali sana. Lakini na imani kama wakiwekeza. Asante sana. Nashukuru kwa mchango wako. Nashukuru sana. Kuna mwingine anataka kuchangia? Kama kuna mtu anataka kuchangia, tunaomba unmute aweze kujitambulisha na kuchangia. Dakika zetu zimebaki dakika 4 tu. Okay, kama hakuna mchango wote, nitoe dakika moja kwa wawasilishaji wetu wa mada uweze kutoa neno lao la mwisho kabla ya mimi kufunga. Bwana Suleiman, unaweza Naam brother. kutupatia neno lako la mwisho kabla ya kufunga? Neno la mwisho, mimi nafikiri tuna haja ya kujaribu kumobilize in anyhow, namna ya kuweza kuwafikia waheshimiwa, namna ya kuweza kuifikia hii mifumo na kujaribu kushauri mbadala, na tukienda katika muktadha wa kuweza pia kuangalia namna ya kuweza kuwasaidia, kwa sababu tuna uhakika 100% mifumo yetu ina msaada mkubwa pia kwao kwa changamoto nyingi ambazo wanakumbana nazo. Kwa hiyo tusiache kufanya hivyo, na muda wa kufanya hivyo ni sasa. Shukrani sana. Asante. Sheikh Muhammad Isa. Mimi kwa upande wangu niseme mawili. Kwanza, tunapaswa kuliangalia hili jambo kama la kwetu kwanza kabla ya wengine. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah abadilishi hali walionayo watu mpaka wabadilishe kwanza yaliyoko ndani yao, kwa maana ya mindset. Unaona, tubadilishe mindset zetu, tubadilishe mitazamo yetu ya mambo haya. La pili ni hayo alizungumza Sulemani, advocacy iendelee.
Sisi tunapata fursa ya kuijiwa na viongozi wakubwa wakati mwingine kwenye mashindano ya Qur'ani, tunaijiwa na viongozi kwenye mabaraza ya Idi, mabaraza ya Maulidi, lakini hatuwaambii burning issue zetu kama hizi. Ni kitu ambacho huwa kinaniuma kwa kweli. Mimi sipo kwenye nafasi hizo, lakini mimi ningesema pengine, sijui kama ningezungumza. Unaona, tell them hapa tulipofika, kuna wazee wetu waliyazungumza, kina mzee Kitwana Kondo walizungumza, watu mbalimbali, ndio tukafikiwa na mambo mengine tulionayo leo. Lakini sisi viongozi wetu kwenye taasisi zetu mbalimbali mpaka tulionayo sisi, unaona. Lakini bahati mbaya niseme sisi taasisi yetu moja hapo tulionayo hatujawahi kufikiwa, ila taasisi nyingine zinafikiwa na kiongozi mkubwa wa nchi, hayazungumzwi mambo haya. Kwa hiyo nihimize taasisi zetu za Kiislamu, haya mambo ni serious. Hao vijana wanaoathirika wengi ni nenda magerezani, utakuta asilimia kubwa ni vijana wetu sisi Waislamu. Lakini wakija viongozi wa serikali, kazi yetu kuwasifia tu, kuwamwagia maua tu, tunavyodai lugha ya leo. Tubadilike. Salamu alaikum. Waalaikum salam. Asante sana, nashukuru sana. Bila shaka wote tunatambua ya kwamba jahazi hili linapozama tunazama sote. Kwa hivyo ni muhimu sana kuchukua au kufanya juhudi za dhati kabisa kuweza kutafuta ufumbuzi kwa kuzifikia mamlaka, lakini pia kwa yale ambayo yako ndani ya uwezo wetu katika ngazi mbalimbali, ngazi ya familia, ngazi ya msikiti, ngazi ya jumuiya. Ni muda sasa, ni wakati sasa kuhakikisha ya kwamba misikiti zetu, jumuiya zetu haifocus tu na masala labda kama ni msikiti watu kuswali na kuondoka, lakini kuwa na programs za kuweza kuelimisha, kama ni mambo ya kibiashara, mambo ya kifedha, mambo ya kuandika miradi, na hata vile vile namna ya kutoa mikopo kwa kupitia rasilimali ambazo misikiti itakuwa nayo, kama ni wakfu au kama sadaka za waumini. Kwa kweli tunazo avenues za kumobilize resources, lakini inaonekana tuna changamoto katika kuendesha na kuyasimamia mambo haya katika ngazi kama za misikiti na jumuiya. Tukikaa vizuri. Baba Kalfani, kuna mtu hapo kwenye message ameandika, Bwana Abdul Lipunje, kuna message ameandika hapo kwenye chat. Naam, ameandika kwamba Mike inampa changamoto, anaomba elimu hizi ziendelee kutolewa ili tupate uelewa wa kutosha. Kwa nafikiri huo ndio ujumbe wake. Sijui kama alikuwa anataka kuongezea. Acha nimwangalie Bwana Abdul kama naweza kumunmute kwa upande wangu. Naona umeunmute Bwana Abdul. Naam, unaweza kuzungumza? Huku kwangu unaonekana mic yako iko sawa, yani unaweza kuzungumza, hujakuwa muted. Okay. Okay, kwa hivyo nafikiri huo ndo ulikuwa ujumbe wake, pengine kwamba elimu hizi endelee kutolewa ili tupate uelewa wa kutosha. Ndugu washiriki, kufikia hapa ni washukuru sana kwa kutenga muda. Halo, salamu alaikum. Naam, Bwana Abdul. Waalaikum salam. Mimi nilikuwa nataka kuchangia kidogo kuhusiana na masuala haya. Basi fanya haraka kidogo, dakika zetu zimeshatutupa mkono, ni dakika za upendeleo hizi. Naam. Basi sawa. Hii elimu ya kuhusiana na masuala haya bado madogo sana. Kwa mfano mimi ni amiri wa TAMSI mkoa wa Kagera. Baada ya kupata tangazo lile, tukajitahidi kuorganize Waislamu wenzetu ambao wako chini yetu huku tuweze kuwapatia elimu, lakini mwitikio ulikuwa ni mdogo, watu ni wachache. Sasa tuna changamoto ya kwetu sisi binafsi. Ukiachia hiyo mifumo, bado sisi tuna changamoto binafsi. Katika dini hatupo, katika uchumi hatupo. Tukiita watu tuwape elimu, watu hawaji. Kwa mathalani hapa tumeona, tukiangalia participanti hata 20 hawazidi, na ni umma mkubwa ambao hawana hii elimu. Kwa hiyo tuangalie namna ya kuweza kufikisha hii elimu, namna ya kupata watu na kuwafikishia haya ili waweze kuyajua na tujue namna gani tunaweza tukasonga mbele. Kwa ufupi sana, naomba ni yaseme hayo. Asante, nashukuru sana, ni mawazo mazuri. Ni changamoto kwetu sote kuweza kuhakikisha hilo ulilolishauri tunalifanyia
tunalifanyia kazi. Basi ndugu zangu, na nitasimama hapa. Ni washukuru kwa dhati watoa mada yetu na wachangiaji nyote ambao mmeweza kutusaidia katika kuchanganua mada iliyoko mezani. Mpaka siku nyingine, asanteni, jazakumullahu khair, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tumefikia mwisho, niwatakie jioni njema. Asanteni sana.